19 hazina yako ujiwekee wapi sasa? Inasema msijiwekee hazina duniani. Msijiwekee hazina wapi? Duniani. Duniani. Ondoa tumaini yako chini ya ulimwengu. Nondo na kutu viharibupo. Nondo na kutu vinafanya nini? Vinaharibu. Ndio. Na wevi uvunja na kuiba. Na wevi, waizi wanavunja na kuiba kule ambako ulikuwa umekusanya mali yako na kuiweka. Bali jiwekeni hazina mbinguni. Bali jiwekeni hazina yako wapi? Mbinguni. Katika ile fungu yako inatoa. Hiyo ni hazina unajiwekea wapi? Mbinguni. Usikoharibika kitu. Usikoharibika kitu. Mungu anatokelezea Cornelius. Anamtokelezea, anamwambia sadaka yako na maombi yako umekuwa ukitoa ndani ya umekuwa ukitoa ndani ya hekalu, umekuwa ukitoa na kuomba na kusimamisha na maombi, imefika mbele yangu. Nimeisikia. Sadaka yako umekuwa ukitoa na maombi umekuwa ukiomba, sasa nimeyasikia. Jiwekee akiba yako mbinguni, utaipokea tena. Watu wanaona kama wanasaidia watumishi. Hiyo ndiyo shida. Toa ukijua ndugu yangu unatolea nani? Aliye juu mbinguni. Na moyo wako ukijua ni unatolea Mungu aliye juu mbinguni, Mungu atatakasa matoleo yako. Na hatakubali utoe sadaka yako mahali kuna mbwa mwitu anakula. Mungu hatakubali sadaka yako endelea kutolea mahali kuna mbwa mwitu anakula. Atakuonya kwambia jiepushe na mtu wa namna hii. Atakutokelezea tu akwambia hapa ondoka mahali hapa mwanangu. Nimechunguza roho yako nikaona uaminifu ulio ndani yako, na mahali ulipo ondoka mahali hapo. Toka na kushikanisha na watumishi wanamtumikia Mungu katika roho na kweli. Watumishi ambao wanajua sadaka ikitolewa na fungo ya 10 na chochote kitafika mikononi mwao, si chao ama wajifaidi kwa niaba ya mahitaji yao. Hiki kimeingia mikononi mwetu ili kikafanya kazi ya aliye juu. Mungu atakubali bana. Uendelee kutoa mafungo yako na sadaka na mishahara yako umekata kipande kimoja kiende kimtumikie Mungu. Mbwa mwitu akule. Atakuhatarisha kwa mapema, kwambia mwanangu, puka mahali pale. Puka katikati huo mtu. Na kuonesha mahali kuna watumishi ambao wanamtumikia Mungu katika roho na kweli. Jiwekea akiba yako wapi? Mahali mwizi hana nafasi yoyote ya kufika mahali pale. Hana mamlaka wala nguvu yoyote ya kufika mahali pale. Kanisa ianze kuamuka na kujitahadisha wewe na kutolea Mungu. Anzeni kuwa na utayarisho. Onekana ile mambo haijawahi yetu. Ndio maana nilikuwa nawaambia ibada ya shukrani ya mwisho wa mwezi. Kanisa itakuwa na ibada ya shukrani. Ibada ya kushukuru. Ndugu anashuhudia alipokuwa katika kazi yake karibu abondwe na gari. Baka watu wanasema kama hujabondwa ni Mungu. Wewe unadhani ni nguvu gani ilikutetea wewe? Wewe unadhani ni nguvu gani ilikutetea shetani akiwa amekuwinda uwe maisha yako? Shetani akiwa amekutarget hivi akuangamize. Unadhani ni nguvu gani ilikutetea wewe? Mbona nisikuwa na maombi yangu? Mbona nisikuwa na siku ya kusema siku hii ya leo ni ya kushukuru tu kwa yale Mungu amenitendea? Ni ya kushukuru. Hata kile utaingia mfuko mkitoa hivi unasema hiki ninachokitoa ni kwa ajili ya ulinzi Mungu amenilinda. Aliniepusha na mtego ulikuwa kuniangamiza. Kila siku Kenyatta wanapokea wako. Kila siku Kenyatta wanapokea wanapokea viwete vya watu wa kila namna. Viwete, vipofu, watu wamebondwa, watu wamekufa, kila siku wanapokelewa mahali pale. Pale ukitembea msogamo wa watu wamepanga laini wakilia magonjwa ambayo yana mwisho. Pesa kila siku pale watu wanapeleka kila siku. Lakini wewe mwezi inaisha, hata mwaka inaisha, hakuna mahali unahesabu hasara yoyote. Unaona tuko sawa. Na hata ikifika kumtolea Mungu unasikia ngumu. Wakati wengine wamelia. Kuna mzee ameniita sana kwake niombe. Kuna mzee ameniita kwake niombe bana. Babake ni mgonjwa kiasi ya kwamba hata kwenda choo ni shida. Sasa mimi nashindwa nianzie wapi?
Yeye ananiita niambia, bwana nakupembeleza sana, kuja uombe. Namwambia mzee, ni sawa tutaomba, lakini maombi sio hivyo. Hatuchukuliwi kama watoto wadogo tupeperushwe hivyo. Kuna utaratibu wa mambo. Kuna utaratibu tu hivyo. Wahubiri wa dini ndio natafutanga sifa. Wahubiri wale wa mafuta na vitambaa na maji ndio nafurahianga kualikwa kila manyumba. Si manyumba zote za watu za kuingiwa ovyo ovyo. Hizi manyumba mnaziona watu wanakaa, si za kukimbiliwa hivyo. Juu mtu alienda kutafuta msaada kwa wachawi na waganga na kule alirusha uchawi ukamrudia tena, ndio unamumaliza. Naona kimbia tu, baba tunakemea, tunavunja vunja kwa jina la, unavunja vunja nini? Labda hata alikuwa anawapiga na uchawi kama kanisa na mukaurudisha, ndio unamkula. Naona kuwa mwepesi wa kuitwa tukuje uombe tu nakimbia. Nakimbia wapi? Muangalie aliyekuita. Kama atakupea ruhusa, ataokolewa. Muangalie Mungu sana. Haya manyumba ya watu si ya kukimbiliwa na kuingiwa ovyo bwana. Haya manyumba watu wanakaa. Si mtu asikia tu unaombanga tu anakuita kwake atakuja uombe. Kuja uombe nini? Kama mwenye unamuomba umemkataa, sasa naomba nani? Huyo Yesu ninamuomba akuponye umemkataa. Sasa mimi naomba nini? Anayekuponya umemkataa. Sasa niombe nani? Yule anayekuponya umemkataa. Sasa mimi naomba nani mwingine akusaidie? Kwanza mpokee huyo ambao nikimuita atakuponya, mpokee. Nikikuitishia neema ni sawa. Jua watu wanacheza. Watu wahubiri walijiachiliwa kadharauliwa sana. Wahubiri wa dini wamechafua sana hiyo wokovu. Hata wokovu unakuwa, hata ukiambia watu kwamba wokovu hawaubebi na uzito. Hawaubebi na uzito sana. Kila mahali mtu amekufa wanakimbia pale kutafuta sifa. Mtu akigonjeka, kanisa kujeni twende pale. Kuweni na utaratibu wa kufanya mambo. Kuweni na utaratibu mzuri sana wa kufanya mambo. Sikumaanisha mtu alikuja hapa kanisa siku moja ni mshirika wetu. Alikuwa wetu na akatukimbia akakwenda. Kwa hivyo hata nini ikampatia kule, sisi hatuna habari yake. Na hatuyuko pamoja na yeye. Yesu anasema baba wale walionipa ndia. Hao wengine mimi sina habari yao. Na hata nikiongea nadanganya. Nadanganya. Hivyo tujitayarisheni kwa tumeanza kuandaa mioyo yetu kumtolea nani? Mungu, ili baraka tuzipokee katika wokovu wetu. Kuna njia mingi sana unaweza kuwa umejifungia. Kanisa inajifungia njia mingi sana. Inajifungia njia kwa sababu inashindwa kumtolea Mungu. Yaani mtu kwa chama kutoa ngiri moja asikii uchungu. Chama mtu kusema niandike ngiri moja mwisho wa mwezi na kuwa nikitoa asikii uchungu. Lakini kwa kazi ya Mungu kutoa ngiri moja, kazi yake iende mbele. Ama tuko na michango yeyote kutoa ngiri moja ama ngiri mbili, mtu anaona ni kupoteza. Mtu anaona ni kupoteza. Na ni kazi ya Mungu mwenye amekuokoa. Na huyo Mungu tu ndiye anakulinda na magonjwa. Huyo Mungu ndiye anakubariki unapata pesa. Lakini hata kutoa ngiri moja kazi yake iende mbele. Kutoa hata 500 kazi yake iende mbele. Unaona mtu anaona ni kupoteza. Yaani mtu anaona ni kupoteza. Anaona ni hasara. Na unataka Mungu afanye nini? Akubariki. Wale watu wanamtoleanga Mungu bila kuhesabu hasara, bila kuhesabu gharama. Na wao waangalia maisha yao, hakuna siku atapungukiwa. Wale umtolea Mungu bila kuhesabu hasara wala gharama yoyote, na wao hakuna siku watapungukiwa kwa maisha yao. Kalia ule mama wa Selepta alipoona nabii Elijah ameingia kwa boma yake na akaona huyu ni mtumishi wa Mungu, hakujiangalia yeye, aliangalia kwanza yeye. Alimpokea na akamwambia, nabii, mtumishi wa Mungu umeingia kwa boma yangu, basi keti, nitakupikia kwanza wewe ukule. Wacha sina watoto wangu tuangamie, lakini wewe mtumishi wa Mungu kula wewe ushibe. Kampokea, na katika kumpokea hakupungukiwa tena kwa maisha yake. Mama hakupungukiwa tena.
Watu walikuwa tayari kutoa mioyo yao. Watu walikuwa tayari kufa, lakini Mungu wao ainuliwe siku zote. Tuweni na juhudi ya kujua kumtolea Mungu wapendwa. Nisirifiche sana, imefichika machoni kwetu. Wanasiasa huwa na juhudi kubwa sana ya kumtolea Mungu. Wanasiasa wanakuanga na bidii ya kumtolea Mungu. Shida kinacho wakula ni kitu moja. Dhambi ndio waambiwe waache dhambi, waone maisha yao ikinyoka vizuri. Upande wa kumtolea wanasiasa, upande wa kumtolea Mungu, hiyo sehemu wako sawa. Mtu kuandika milioni 1 kanisa si shida. Si hata nimesikia juzi Ruto hapa. Wewe kanisa ule Pastor Mwai. Iko wapi? Iko pale Mwingi ama iko pale Kasarani? Alikuwa ameandika milioni ngapi? 100. Yaani rais anaamua milioni 100 itolewe. Kanisa ifanye nini? Iende na mbele. Hata anajitolea kama sadaka kanisa ijengwe State House. Lakini shida ni moja. Kumtolea Mungu mnamtolea, hata Mungu anafurahia kwa ajili vile mnatoa. Vile vitu mmetafuta na nguvu yenu, mnaamua kama ni mambo ya Mungu, wacha tutoe tuziende kwa kazi ya Mungu. Lakini hivyo mnamtolea Mungu na hiyo bidii, hata dhambi muambiwa waziwazi. Hivyo wahubiri wanaambia wanasiasa mtoleeni Mungu mbarikiwe, hata dhambi yeko wazi machoni yao. Aza dhambi waambiwe. Dhambi yeko wazi machoni yao. Wajue dhambi. Wajue kwamba kwa kumtolea Mungu hakutafanya twende mbinguni. Kile kitatuzuilia tusione mbinguni ni haya dhambi tunaifanya. Usherati tunaifanya, utazuilia kutokuona mbingu. Uongo uko ndani yetu utafanya tusione mbingu. Hasira na wivu na mizingizio itasababisha tukose kumuone Mungu. Wahubiriwe. Watu wakianza kufunguka macho, watu wakianza kuwa na huyo ufahamu hivi, Mungu atatembea na watu wake. Mungu atatembea na watu vizuri sana. Tutafuteni kujua njia zote zenye Mungu anataka tukanyange. Ili tumuone kwa kila sehemu. Hii sehemu muone, hii pande muone, hapa kila mahali ya kuwa amekuzunguka. Kama vile kuku inaficha vifaranga chini ya mabawa, mwewe asifanya nini? Asiwanyakua mahali pale. Na sisi tutafuteni njia zote zenye Mungu anatufungulia, zenye anataka tutembelee na tuenende hivyo. Tukaeni katika hizo njia, tutembeleeni ndani hizo njia, ili naye Mungu ajifunue katika wokovu ambao ametuitia. Msifu Yesu. Amina. Msifu Yesu baba. Amina. Tuanzeni kuchunguza yale mambo Mungu anataka tuyatende ili tumuone katika maisha yetu. Kanisa inakuwa na kazi mingi yenye hata Mungu hakutaka tukue nayo. Kuna sehemu tunahitaji pesa na kuna sehemu tunahitaji nguvu ya Roho. Kuna sehemu kanisa hitaji pesa na kuna sehemu kanisa hitaji pesa. Tunahitaji nguvu ya Roho katika kukemea mapepo. Hapo sio pesa itatusaidia, hapo ni ya nguvu. Hapo ndio tunahitaji Mungu atupe nguvu ya Roho ya kukemea mapepo. Upande wa kwenda kuhubiri, upande wa kununua vyombo, pale sio maombi tena, pale sio nguvu za Roho, pale ni pesa. Hivi tunahitaji tununue. Pale ni pesa. Hii kitu kuitoa pale Kamkunji ni pesa. Kuiendea ile kampuni ni pesa. Kuitoa hapo kuileta hapo ni pesa. Itatoka wapi? Kama sio watu wamtolee. Uingie mfuko wewe, huyo ingie, tukusanya pamoja tuiendee. Hiyo ndio kazi ya Mungu ikuwa nini? Rahisi. Sasa nikienda Citizen niwaambie nataka kuhubiri pale masaa 2. Wanaweza niitisha laki ngapi? 3. Masaa 2 nihubiri pale. Wanaitisha laki 3. Kama isina hiyo pesa, injili itaenda mbele. Sasa hapa sasa tunahitaji